Kwa mwaka wa fedha wa 25/26 katika halmashauri ya wilaya ya Kyerwa iliidhinishwa kukusanya na kupokea kutumia kiasi cha shilingi bilioni 46.3 kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali ikiwemo mishahara, matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Mpaka mwezi Machi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2026 halmashauri imepokea kiasi cha shilingi bilioni 35.9 sawa na asilimia 77.6 ya fedha idhinishwa. Utekelezaji wa shughuli za divisheni na vitengo vyake. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali na shughuli zake zote kama ilivyopangwa na kuhakikisha inatoa huduma tajwa kwa wananchi na kuzingatia thamani ya fedha, na zifuatazo ni shughuli mbalimbali ambazo kwa vitengo na divisheni zake kama ifuatavyo. Kwa mwaka wa 25/26 jumla ya shilingi bilioni 5.3 imekadiriwa kukusanya kutokana na vyanzo vya ndani, ambapo bilioni 4.9 sawa na asilimia 92.8 zimekusanywa kuishia mwezi Machi mwaka 2026. Aidha, jitihada zinaendelea kwa kuhakikisha vyanzo vinakusanya zaidi ili kuhakikisha vinatimiza lengo na mpango wa matumizi yanayoendelea kwa muda ambao umebaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango wa uratibu. Idara ya mpango na uratibu inaendelea na kazi za maandalizi ya taarifa za utekelezaji wa bajeti. Aidha, kwa kipindi cha kusika, halmashauri inaendelea kuisha taarifa za wasifu za kiuchumi wa wilaya na mpango mkakati wa halmashauri wa miaka mitano strategic plan, ambayo ni kuwezesha wananchi kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuwezesha wananchi kiuchumi, kiasi cha shilingi fedha milioni 856.5 imekopeshwa kwa vikundi 44 na vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika dirisha la pili la mikopo kwa 10%. Tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais kwa kazi hii, lakini pia kwa maelekezo na sisi halmashauri kuhakikisha tumetekeleza baada ya kuwa tumekusanya haya mapato. Kwa hiyo zaidi ya 456 zimeshakwenda kwenye vikundi mbalimbali katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kyerwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, utawala na utumishi. Katika kipindi cha Januari hadi Machi, halmashauri imepokea watumishi wa ajira mpya 125, ikiwa ni idara ya utumishi wa utawala 4, miundombinu ya maendeleo na miji na vijijini 1, huduma za sheria 1, usafi wa mazingira 1, kilimo na mifugo 5, elimu sekondari 61 na afya ya watumishi 55, kiasi cha shilingi bilioni 7.4 ikiwa ni mishahara ya watumishi kimelipwa kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025/26. Aidha, kiasi cha shilingi milioni 161 kimelipa stahiki mbalimbali za watumishi. Tumshukuru serikali pia kwa makofi sana kwa Mheshimiwa Rais kwa japo hawatoshi, lakini waheshimiwa wajumbe, ni kwamba kila ukiona kinatokea mara yake tunapunguza. Kwa hiyo mwisho serikali yetu itakuwa makini, ipo makini kuhakikisha inafanya na watumishi wanakava kama zake. Mheshimiwa mgeni rasmi, idara ya afya zimefanyika huduma za mkoba, vituo vya kufikia watoto na kuwapatia chanjo katika vijiji vyote 99, na huduma za usafiri wa dharura mama inaendelea ili kupunguza vifo vya wajawazito na watoto. Na kwa kipindi cha Januari hadi Machi, jumla ya rufaa 93 zimefanyika kupitia mfumo huu. Upatikanaji wa dawa, vitendanishi na vifaa tiba vimefanyika 90%, ambapo jumla ya fedha shilingi milioni 537 zimetumika katika ununuzi wa vifaa tiba na dawa, ikiwemo milioni 533 kutoka kwa hali ya dawa yani MSD na milioni 3 kutoka kwa washiriki. 3, miradi 12 ya sekta ya afya yenye thamani ya bilioni 1.3 inaendelea kutekelezwa. Baadhi ya miradi hiyo imekamilika na mingine ipo hatua mbalimbali ya ukamilishaji. Na kati ya fedha hizo milioni 436 ni mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kyerwa. Kwa hiyo waheshimiwa wajumbe, mnaweza mkaona mgeni rasmi kwamba sisi kupitia mapato ya ndani tumeweka shilingi hizo milioni 436 katika miundombinu ya afya kwenye sekta mbalimbali na shilingi milioni 10 kutoka fedha kwa wadau wa maendeleo. Shughuli za lishe zinaendelea kutolewa kwa kila robo. Aidha, hivyo waheshimiwa madiwani tunawaelekeza kuhakikisha kuwa
tunahamasisha wananchi kujipatia lishe bora na kutumia chakula cha asili kilichopo maeneo yao, na wataalamu watakuwa wanatoa msaada wa kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, jana tumepata semina na tunaendelea kuelimisha wananchi kwamba semina hizi ziweze kuendelea kuwafikia watu wote, kuhakikisha tunapata milo bora ili kuondokana na lishe ambayo ni hafifu inayofanya watu wapate magonjwa ambayo hayana msingi. Umefanyika usajili wa utoaji wa vitambulisho vya bima ya afya kwa wananchi 4319. Kliniki utengamano imefanyika katika kata ya Rwambwere ambapo jumla ya wanufaika 231 wamehudumiwa. Aidha, kliniki za kibingwa bobezi zimefanyika katika kituo cha afya cha Nkwenda ambapo jumla ya wananchi 651 wamehudumiwa na kupata huduma sahihi. Mheshimiwa mgeni rasmi, elimu msingi, miradi ya elimu msingi ya thamani ya bilioni 1.2 imefuatiliwa katika kukagua ubora wa ujenzi unaofuata rasmi na matumizi sahihi ya fedha katika shule za Kasese, Isiolo, Nyakagera, Karo, Kaikoti, Nyakatuntu, Rwengorongo, Juhudi, Kaitambuzi na Nyakabwera. Miradi hii inatekelezwa kwa fedha za serikali kuu, yani boost, na jumla ya wanafunzi 13924 wa elimu ya awali sawa na 95.1 ya lengo yaliyoidhinishwa, huku wanafunzi 13072 wa darasa la kwanza sawa na 91.3 wa lengo wakisajiliwa. Jumla ya wanafunzi 6601 wamesajiliwa kufanya mtihani wa taifa wa darasa la 7, ikiwa ni wavulana 6001 wamesajiliwa na kufanya mtihani na wasichana wakiwa wavulana wakiwa ni 2977 na wasichana 3624. Kwa jumla wanakuwa 9000. Wanafunzi 9800 kwa mtihani wa upimaji wa darasa la 4, ikiwa ni wavulana 4000.5 na 5000 wasichana 5000.2. Wanafunzi jumla 12000 wamefanya mtihani wa kidato cha pili, ikiwa ni wavulana 6000 na wasichana 6000.5. Halmashauri imefanikiwa kusajili na kuanzisha shule mpya 7 za msingi, ambapo shule ni za serikali na shule 3 ni za binafsi. Shule hizo ni Mapinduzi, Yanda, Rwengorongo, Kaitambuzi, Tumaini, George na Upendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sekondari, wanafunzi kidato cha kwanza 4080.8 ambapo wavulana ni 2000.27 na wasichana 2000.54 sawa na 86%, na wanafunzi waliochaguliwa wamepokelewa katika shule za kutwa, na imefanyika tathmini ya matokeo ya kidato cha 4 SCSC 2025 ambapo kiwango cha ufaulu ulikuwa 92 ukilinganishwa na 89.3 mwaka wa 24 sawa na ongezeko la 3.2. Umefanyika ufuatiliaji wa usimamizi wa miradi na fedha shilingi milioni 311 zinazotekelezwa katika uwekezaji wa miundombinu katika shule za sekondari za Kyerwa, Ibanda, Kusini, Chitwe, Kyerwa Modern, Rwambwere, Nkwenda na Ntare. Fedha hizo ni kutoka serikali kuu na mapato ya ndani. Maendeleo ya jamii na vijijini, imeandaliwa michoro na mipango miji 4 ya matumizi mbalimbali yenye viwanja 120 katika maeneo ya Nkwenda na Rubwera, na rasimu ya hatimiliki 46 na hatimiliki za kimila 25 kwa waombaji waliokamilisha taratibu za ukamilishwaji imeandaliwa na kuwasilishwa kwa kukamilishwa na ardhi kwa ajili ya kuidhinishwa na kusajiliwa. Uhamasishaji na ukusanyaji wa kodi wa pango la ardhi umefanyika kwa kipindi cha Januari hadi Machi, na milioni 15.4 zimekusanywa. Malipo haya kuwasilishwa serikali kuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kilimo na mifugo, tumedhibiti magendo ya kahawa mpakani na kuzuia uvunaji wa kahawa mbichi. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hili tumeendelea kupambana. Tunashukuru ofisi yako kwamba imeendelea kushirikiana na sisi kama halmashauri pamoja na wananchi kuhakikisha magendo yanadhibitiwa, na wito wetu ni kwamba mpaka sasa kahawa zetu kwa wananchi zimeanza kuiva. Kwa hiyo watu tunahamasisha, na nitoe wito kwa mkurugenzi kuhakikisha anafuatilia kutoka na watendaji wetu ndani ya vijiji vyetu na kata zetu, ili kahawa zinapoiva zinaruhusiwa kuvunwa, lakini kahawa kama hazijaiva pia haziruhusiwi kuvunwa. Kwa hiyo tumefanikiwa kudhibiti magonjwa ya mifugo ambapo wanyama 2000.4, ng'ombe 1800, mbuzi 450, na
zimenyweshwa dawa ya minyoo. Aidha, wanyama 80,000, mbuzi 21,000 wamenyunyuziwa dawa za kupe. Jumla ya kilo 6,883 za samaki zenye thamani ya shilingi bilioni 3.7 zimekusanywa na kusafirishwa ndani na nje ya huduma hii. Hii hesabu inaonyesha namna zilivyokuwa zinanunuliwa kama zenyewe, lakini sio kwamba ndio makusanyo ya halmashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, elimu ya uvuvi endelevu na udhibiti uvuvi haramu inaendelea kutolewa, ambapo jumla ya wadau 422 wamefikiwa kwa maeneo ya Nyakakoni, Katwe na Kitoma, Karenge na Ibare. Mawasiliano kitengo cha kutoa taarifa mbalimbali kinaendelea na halmashauri kupitia mitandao ya kijamii. Tovuti ya halmashauri tunaendelea kupata habari mbalimbali katika halmashauri yetu. Viwanda na biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya leseni 505 zimetolewa za thamani ya bilioni 64 na kukusanya jumla ya shilingi bilioni 64.8 zilizotokana na hata za leseni mbalimbali na ushuru wa kulala, nyumba za wageni pamoja na biashara zinazoendelea.